Daniel, ile sura ya 3 mstari wa 19. Sasa ili tuweze kukipata kisa kizima, nitakwenda mpaka mstari wa 30. Kitabu cha Daniel sura ya 3 mstari wa 19 mpaka 30. Na ukiona unapata shida sana, wala usioni aibu, wewe angalia kwenye yaliyomo. Una mtu mwingine ni rahisi sana kufungua Mathayo. Lakini Daniel, wewe angalia tu kwenye yaliyomo. Jirani yako akikushangaa, mwambie hangaika na yako. Bwana asifiwe sana. Mambo ni mengi jamani. Vikoba nini? Mwambie tena mtu aje afungue Daniel, nimekuruhusu, angalia kwenye yaliyomo. Bwana asifiwe sana. Wote tumepata watu wa Mungu. Amen. Ninawatangulia kusoma katika jina la Bwana kuanzia mstari wa 19 mlango wa 5. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego. Na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4 nao wamefungwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa kiungu. Kisha Nebukadreza akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto, akanena akasema, enyi Shadraka, Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katikati ya ule moto. Na maamiri na manaibu wa maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakawaona watu hao ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Nebukadreza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini. Wakaligeuza lile neno la mfalme na kujitoa miili yao ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao mwenyewe. Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakaonena neno lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego watakazwa vipande na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Kisha mfalme akawakuza Shadraka na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Na watu tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, watu wa Mungu, tunaongozwa na kichwa kisemacho katika jina la Yesu kila jaribu lina mlango wa kutokea. Ndicho kichwa kinachotuongoza kwenye kalenda. Na
Nakumbuka kipindi cha nyuma ilikuwa tukimtegemea Mungu tunashinda majaribu, lakini mwaka huu kimekuja kichwa cha tofauti sana, kinasema kwamba katika Yesu Kristo kila jaribu, yaani maanake kila lililo dogo lililo kubwa, kila jaribu lina mlango wa kutokea. Ndugu zangu, sharika wa Kikunguni B, nilipokuwa ninaliangalia somo hili, kumbuka tulikuwa tunafanya Bible study na mke wangu, akaniambia hawa wakalenda wamekuwa na maana sana. Akasema ndio maana ameanza katika Yesu Kristo. Yaani maana yake ni kwamba jaribu linaweza likashinda kama hapo mahali hakuna Yesu, lakini kama kuna Yesu kila jaribu linao mlango wa kutokea. Ndugu zangu, katika kitabu hiki cha Daniel kinaeleza juu ya vijana watatu majasiri. Jina la kwanza, kijana mmoja wa kwanza aliitwa Shadraka, wa pili aliitwa Meshaki na watatu aliitwa Abednego. Tena ikiwa naandaa somo hili, mimi Mungu amenibariki watoto watatu. Wa kwanza, wa pili ni mapacha. Sasa wa kwanza tukamwita Shadraka, wa pili ambao ni mapacha akaja mvulana na msichana, tukamwita Meshaki. Sasa ile kanuni ikavurugika, kila tunataka kumwita Abednego ile wa kike, kanuni ikagoma, akaitwa Meshaki. Sasa kuna washarika ambao wananifuataga wananiambia, baba mchungaji, timiza kusudi la Mungu. Yaani hizi kusudi la Mungu aje na Abednego, yaani nitimie kabisa Shadraka, Meshaki na Abednego, timiza kusudi la Mungu. Basi wakati mwingine wao wananitania sana. Ndugu zangu, hawa vijana walikuwa ni vijana majasiri sana, vijana ambao walisimama na Mungu mpaka dakika za mwisho. Wako watu ambao wanasimama na Mungu mwanzoni, jaribu likizidi. Kuna mmoja ilikuja kuniambia, mchungaji, hata ungekuwa wewe, yaani eti jaribu limemshinda, anakuja kuniweka kwenye jambo lake. Yaani mchungaji, hata ungekuwa wewe baba, yaani hata ungekuwa wewe mchungaji usingeweza. Yaani jaribu, yaani mpaka dakika za mwisho. Na kule kwenye Ufunuo wa Yohana anasema uwe mwaminifu hata kufa. Yaani sio mwanzoni tu, yaani hata kufa. Yaani mume anaondoka, anakwenda kukata miaka mitatu, bado ni mwaminifu katika ndoa. Yaani sio yule anayekwenda kwenye sheria, anasema Biblia imesema kwamba yani akiondoka, si sheria imesema akiondoka si baada ya muda fulani hakuna ndoa. Yaani ni yule anayesema mpaka kifo kitaka. Mama mmoja akaniambia, mchungaji, kwa kuwa sijaletewa habari za msiba wa mume wangu, bado ninamsubiri Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anachekwa na maana wake, wewe toka huko, tena umri wako bado ni mdogo, wewe utapata mume wa kukuoa na nini? Anaenda, mchungaji, ninasubiri wakati wa Bwana, Kairos. Wakati wa Bwana uliosa. Anasema hatarudi tu kama mwana mpotevu. Bwana asifiwe sana. Ndugu zangu, hawa Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa ni wajukuu katika kizazi kile cha Musa. Na mnakumbuka wana wa Israeli walipewa amri, na moja ya amri waliopewa, mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Ndio amri waliopewa, mimi ni Bwana Mungu wako. Kwa hiyo hawa waliishika amri hii, yaani waliishika kuanzia kipindi cha baba zao. Ilikuwepo nyingi, na katika ibada ya Kiyahudi kuna kitu kinaitwa shema. Yaani shema maana yake ni kuna vitu muhimu ambavyo vilikuwa lazima viwepo. Kama sisi tunavyoanza katika ibada, lazima tunawakumbusha amri, alafu baada ya hapo tunaingia kwenye toba. Mimi ni Bwana Mungu wako, sio na miungu mingine, silitaje bure jina la Bwana Mungu wako, kumbuke siku ya Bwana na kuitakasa. Hiyo ndio shema, tunakumbushwa juu ya amri kila Jumapili. Tunakumbushwa ili siku ya mwisho usije ukasema kwamba nilikuwa sijui. Yaani tunakumbushwa hata kama hujasoma kipa imara. Hawa vijana walitekwa katika nchi ya Babeli, wakapelekwa Babeli, na walipofika kule Babeli, hawa watu walikwenda na Mungu wao ambaye ni Mungu wa mbinguni.
Bwana asifiwe sana. Ni Mungu wa mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Ndiye Mungu aliyeenda naye. Wako watu wanampaki Mungu, wanamwacha nyumbani, hata kule kazini. Ndio maana mtu akiambiwa Bwana Yesu asifiwe anang'ata meno. Hao walienda naye katika nchi ya ugeni, na kwa kuwa walishika amri, ya kwamba mimi ni Bwana Mungu wako, wakakukuta huyu Nebukadreza ametengeneza mungu dhahabu, yaani mungu wa dhahabu. Na ilikuwa ni sheria ya kwamba kila mtu lazima ainamie sanamu hiyo. Sasa wao wameenda na mungu wao, na kama wameenda na mungu wao, maana yake ni kwamba wanamwabudu mungu wao. Kumbuka wameteka, wako Babeli, wako katika nchi ya utumwa, lakini wamekwenda na mungu wao katika mioyo yao. Walipofika hao vijana wakagoma kuabudu sanamu. Hawa viongozi wasaidizi wa Nebukadreza wakaona, wakamwambia mfalme ya kwamba kuna vijana watatu wa Kiyahudi. Mfalme, wakaidi, wana kiburi, wamegoma kuiangukia sanamu yako mfalme Nebukadreza. Neno la Mungu linasema, ndipo tulipofika katika sura ya 3 mstari wa 19, ndipo na Nebukadreza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika, akawaita Shadraki, Meshaki na Abednego. Ile sanamu ikawekwa mbele yake, akawaambia mnapaswa muiname ile sanamu. Shadraki, Meshaki na Abednego wakasema tunakuheshimu sana mfalme, lakini sisi tuna Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Yule Nebukadreza akawaambia, sheria ya Babeli ni kwamba endapo mtu yeyote hataabudu sanamu, swala lake ni kufa. Wakasema, mfalme, tuko tayari kufa kwa sababu ya Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, Mungu wa babu zetu, Mungu aliyetoa babu zetu Misri, Mungu aliyewapitisha jangwani, Mungu aliyewapa mana, Mungu aliyewapa maji katika mwamba mkuu, Mungu aliyepasua bahari ya Shamu. Mfalme Nebukadreza, huyo ndiye Mungu tunayemwabudu, lakini si hiki kitakataka. Mfalme akawaangalia wale vijana, ndipo akaagiza ule moto ambao ulikuwa unatumika kwa ajili ya kuhukumu watu wanaokwenda kinyume. Mfalme akasema ukokwe mara 7, yaani 7 ni ukamilifu. Ukokwe mara 7 ule moto, yaani ule moto ukakokwa moja, ukakokwa 2, ukakokwa 3. Na sasa wakati unakokwa, wako pale wanaangalia huyu mfalme, wako wanaangalia, watatu waenda ya 4 ya 5 ya 6, hivyo siku ya 7 wakawachukua wakawatupa, kwa kuwa moto ulikuwa mkali. Neno la Mungu linasema wale waliowatupa wakateketea, yaani wale waliokuwa karibu na ule moto wakateketea kwa sababu ya jinsi ule moto ulivyokuwa mkali. Ndugu zangu katika Kristo Yesu, walipokutwa kumbe Mungu alikuwa yuko katikati ya moto, hata wasubiri kwenye moto. Wako wakati mwingine, ndugu zangu, unaweza kuona jaribu liko mbele yako, lakini Mungu yuko katikati ya hilo jaribu, anakusubiri ili kushinde hilo jaribu. Bwana asifiwe sana. Siku moja tulikuwa tunafanya Bible study, nikawaambia Mungu hakuondoa moto, na siku zote Mungu huwa haliondoi jaribu. Na ndio maana huku tumesema kwamba kuna mahali pengine Biblia inasema kwamba jaribu linakuja lakini linaondoka kwa njia 7. Mungu haondoi jaribu, lakini Mungu anaingia na wewe katika jaribu, na akiingia na wewe katika jaribu, kwa kuwa jaribu hilo ni kubwa juu yako
yeye anapigana pamoja na wewe katika jaribu. Ule wimbo wa 180 tunaoimba, pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu natembea na wewe. Hebu tulipe, pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu natembea. Unajua kuna ubeti unaosema mbele unichukue, yaani mlangoni mwa mbinguni, yaani hata ninaposhushwa kaburini mwili wangu ukiwa haupo pamoja na wewe. Na huyu Mungu ndugu yangu haachi mtu anayemtegemea. Bwana asifiwe sana. Yaani Mungu kuna watu wanaitwa mastitch, yaani ambaye anakupeleka alafu anakuacha. Yaani Mungu ndio yule Mungu amesema, uniamini wewe Bwana uniachi. Ulisema uniachi. Mungu ni mwaminifu siku zote. Ninaiweka yaani Mungu ukimtumikia, hawa Shadraka, Meshaki na Abednego hawakuwa na mashaka na Mungu wao. Ndio maana hata tanuru linakokwa, walisema likokwe hata mara 100, lakini tuamini Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida inapojitokeza ni pale watu wanapokuwa na mashaka na Mungu wao. Wewe uliwekewa alama ya msalaba usoni na kifuani ulipobatizwa, mbona una mashaka na alama ya msalaba uliowekewa? Na ndugu zangu, Mungu huyu hakuondoa moto, aliacha waingie kwenye moto ili jina la Bwana litukuzwe. Yaani maana yake Mungu anaweza akaliruhusu jaribu ili nyambo ya jaribu jina lake litukuzwe. Ndio maana mahali pengine Yesu alisema ugonjwa huu ni kwa ajili ya utukufu. Yaani Mungu anaweza akaacha kabisa, yaani akaacha uende mpaka uozo kwenye ndoa. Yaani watu wasije ndoa imekufa, sisi ukirudiana na mume wako, ndipo siku ambapo dunia itapiga kelele, itasema hakika ni Bwana. Ndugu zangu, nimewaambia ibada saa 12, hata pale kwenye ile Kutoka 14, Mungu hakuiondoa bahari, lakini alipasua bahari. Yaani Mungu hataondoa jaribu, lakini ataingia kwenye jaribu na wewe. Unajua Yesu alipoona tu mengine ni makubwa, ndio kwenye ile sala ya Bwana akafundisha kusema usitie majaribu. Kwa sababu alijua kuna wengine akiingia kwenye majaribu hana stamina ya kuweza kustahimili. Huyu Mungu ndugu yangu hata aliondoa jaribu. Ndio maana anasema waandae meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Anakuwekea meza mbele ya watesi wako na unakula chakula mbele yao wakiwa wanaona, na baada ya hapo wanashangaa amekuandaje hii chakula. Waandaa meza yao mbele. Asema kwamba nijapopita kati ya bonde. Yaani kuna watu wengine akiingia kwenye jaribu wanakaa kabisa ndani. Mungu Baba, Mungu njoo nichukue baba yangu baba. Kuna mmoja aliumwa. Sasa kile nikaenda kumshirikisha sakramenti anaaga. Baba, siku kama ukirudi tutakikuta baba. Usiku wa leo nimeumwa baba. Mimi nakufa. Yaani kuna mtu kimshtua kwenye kufa tu. Mpaka nasema nimeota usiku nimekufa. Sasa umeongaje umekufa? Eti ameota amekufa, hapo watu wanamzunguka, wanamwaga. Sasa hivi hiyo ilikuwa ni ndoto gani? Unaota mtu kala ugali na maharage saa 7 usiku. Unategemea ataota nini? Yaani unaotaje umekufa, eti wakanipeleka mochwari. Afu sasa yani watoto wangu wanalia. Afu na mimi nikawa nalia. Sasa umekufa unaliaje?
kuna vituko. Ili mimi wakati mwingine wanafurahi, naweza kukaa ofisini siku nikitoka na shirika wanapokuja, unakuta mtu anakuelezea kitu mpaka unasema nikalia mchungaji, nikalia, afu nikakurupuka, afu nikamwambia ukafufuka. Baba, nikakurupuka. Sio kama nilikuwa nimekufa, nilikuwa ninaomba nimekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Shadraka, Meshaki na Abednego wala hawakukimbia. Kuna mabingwa kukimbia majaribu, hawakukimbia. Yaani wakasubiri wakiwa wanajua kwamba tutakutana na Bwana ambaye ni mshindi wa moto. Nakumbuka hata Roho Mtakatifu aliposhuka, alishuka kwa ndimi za moto. Maana huyu ni mkuu hata wa moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawaambia watu, shida zipo. Bwana hata Yesu zilishasema, ulimwenguni mnayo dhiki. Ulipozaliwa wewe, advertise ya kwanza ulilia. Na kama ukulia ulifinywa. Ulifinywa ukafinywa mpaka ukalia. Hapo ulipolia ndio manesi wanasema wow. Yaani kama wewe umezaliwa ukiwa unacheka wewe ni mzimu. Sasa ukizaliwa unalia. Analia sisi tunacheka. Kwa hiyo naomba urudi kwa manesi wale wapunga. Mama anakuwa sasa hivi akili haipo vizuri, nenda kaulize hivi nililia, nilicheka. Kama ulicheka hebu tuje tuombe baada ya kusikia sana. Kwa hiyo ulimwengu, Yesu hakusema kwamba anaondoa dhiki. Yesu alisema mimi nimeushinda ulimwengu. Yaani dunia hii. Na ndio maana ukifa huwa tunasema amepumzika baada ya taabu zake zote. Yaani kama ni magonjwa yapo, kama sijui ni madeni vikoba vipo, kama ni kodi ya nyumba ipo. Kumbuka msharika mmoja, yeye alikuja akaja akaniambia, mchungaji, naomba uniombee. Ana mikono kabisa na miguu. Na mimi mara nyingi mtu akiniambia naomba uniombee, huwa natakaga nikuuliza nikuombee nini. Akaniambia, mchungaji, nimekuja uniombee, nina shida. Nikamwambia naomba unitajie hiyo shida ili tuiaddress kwa Mungu. Akaniambia nimekuja tumshike baba mwenye nyumba ufahamu. Baba mwenye nyumba ufahamu nini? Achanganyikiwe, asinione. Yaani maanake ninapoingia yeye atoke, nikitoka yeye ingie. Yaani asikumbuke kodi yake. Wewe baba watu kajenga nyumba yake kwa shida. Mimi nikamwambia nimekusikia, funika macho yako tuombe. Nilipoomba nikamwambia Mungu, naomba huyu mtu asako popote akalipe kodi ya watu. Katikati ya sala nikafungua macho. Huyo baba ananiangalia. Baba mmoja alikuwa na kitanda. Ananiangalia kwa hasira huyu. Nikamwambia mzee, nakuombea Mungu ukafanye kazi. Upate pesa ukalipe nini? Kodi. Hakuna vitu vya kumchanganya mkuu wa shule, kalipe ada. Majaribu yapo, changamoto zipo, lakini yupo aliyezishinda. Ndugu zangu, watu wa Mungu katika Kristo Yesu, walipoingia wakakutana na Yesu, wakakutana na Bwana Yesu akiwa anaambia, wanangu, karibuni. Huu moto mimi nimeshautambaza. Huu moto sasa hivi ni kama maji baridi. Huu moto sasa hivi, yaani wao wanaona ni moto, lakini si moto. Watu wanapita katikati ya tanuru, wanaimba, wanashangilia, na Mwana wa Mungu yuko nyuma. Yesu Kristo anaimba nao. Maana yake ni nini? Walio na Yesu wanaweza kuwa kwenye majaribu. Kuna watu wengine wanaweza kufikiri ni katika hili tumemaliza, ndio kwanza wanakukuta unatabasamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mawizi wanasema tumemaliza sasa, ndio kwanza unatabasamu, ndio kwanza unawapenda, ndio kwanza unawanunulia vitenge na kuwaibia huyo.
anajitahidi kuvunja ndoa ya kaka yao. Ndugu zangu, Yesu huyu ataingia pamoja nao. Ndio nasema pamoja na wewe. Yaani Yesu, ndugu zangu, yaani kwenye raha anakuwa na wewe na kwenye shida anakuwa na wewe. Ndio maana pale akamwambia Joshua, nitakushika kwa mkono wa kuume. Nitakushika. Jua litakupiga mchana wala nitakushika. Unajua kwa nini Shadraka na Meshaki na Abednego walifanikiwa? Walimshika Mungu. Shida ni pale tunapoingia kwenye majaribu na hakuna Mungu. Hapo ndipo washirikina wanakukalia, yaani unaamka asubuhi kiuno kinauma, shingo inauma, yaani umelima eka nzima. Kuna Mungu. Yaani shida ni pale ambapo jaribu linakuja. Unakumbuka hata mzee wa kanisa aliyesoma hapa, Yesu alipopandishwa kujaribiwa, alifunga siku 40. Ndio maana akayashinda majaribu. Shida watu tayari kukemea, lakini huyo Mungu haona mpango nao. Hamna mahali popote Shadraka hata wanaomba. Hatujasikia, Biblia haijasema. Lakini kwa kuwa unamtegemea Mungu, kuna wakati jaribu litakuja, hata kuongea utaweza. Bwana atakupigania. Kutoka 14:14 atakupigania, utanyamaza kimya. Yaani sio majaribu yote unaweza kuomba mama. Unaweza kujikuta kila ukitaka kuomba machozi yanatiririka. Yesu anasema, mama nyamaza, niko hapa kwa ajili yako. Kwa nini? Kwa sababu nilitegemea mimi. Na ule wimbo ubeti unaosema, nafurahi kwa kuwa nimekutegemea. Nafurahi kwa sababu hata kumtegemea Yesu. Wako mabingwa wanakemea. Yaani utafikiri huyu mtu anakuja fellowship na mabingwa. Kuna watu wanajua kukemea. Yaani kuna watu, mimi nakumbuka kuna mzee wetu mmoja hivi alikuwa mlevi. Alikuwa mlevi sana. Sasa siku moja tulikuwa watoto. Wakati najua tabia za watoto. Sasa siku hiyo akawa analewa, anatukana, jia nzima anatukana. Tukachukua jiwe. Wachaga wangapi wanaojua itifo? Yaani itifo ni ule udongo unaochimba. Yaani ukirusha namna hivi ukifika kule unakuwa ni kama udongo unachanganya. Tukachukua ile matifo tukayarusha kwenye ile njia inayoendelea. Alikuwa anatukanza. Kasikia, "Shika majira ya Yesu! Shika majira ya Yesu! Asikushika ya Yesu! Yule shika kwa Yesu!" Baada ya muda tukasikia kimya, tukasikia baada ya mbwa. Wapo watu kama hao. Yaani watu wanamtafuta Mungu akishaingia kwenye jamii. Hawana mpango na Mungu. Hawana mpango na ibada za pale nyumbani. Usiku unalala tu fofofu na miwali yako ya usiku. Huna mpango hata wa sala baba yetu aliye mbinguni. Majambazi wakija usiku ndio Yesu anaita. Yesu baba, nione baba. Nione. Majambazi wakija usiku. Nakumbuka kuna mzee mmoja tulikuwa tunasafiri naye kwenda Lushoto. Nafikiri mnafahamu zile njia za kule Lushoto kule. Yule mzee alikuwa anavuta sigara non-stop. Na kwa kuwa kwenye basi kulikuwa kumeandikwa uvutaji wa sigara hauruhusiwi. Kila tukishuka mahali popote, yeye anawasha sigara. Kila tukishuka mahali popote anavuta sigara. Kila tukifika anavuta, kila tukifika anavuta, kila tukifika anavuta. Sasa mimi kama mzee kweli mpagani, na kwa nimekaa naye, ananisumbua kwa harufu yake ya sigara. Basi nikaenda kule juu. Nikatokea nimeshindwa kidogo nikarudi nyuma. Jamani, yule baba anajua kuomba. Yule baba anajua kuomba jamani. Unajua wakati mwingine pia Mungu naye anasikia maombi yetu. Unajua Mungu si mwanadamu. Hata mwenye dhambi anamsikia wakati mwingine. Ile basi nikaenda kwenye gema nikasimama. Sasa nikasema, huyu baba kumbe anajua kuomba hivi. Huwezi kuamini kitu kilichofuata tunataka kuweka mafuta. Mzee akawasha sigara. Kama alivyowasha sasa hivi, akafuta akafanya. Ndugu
zangu Shadraka, Meshaki na Abednego. Nimaliza kwa kusema hivi, walibeba Mungu katika mioyo yao. Ndio maana katika jaribu lile Mungu akawapokea katika moto. Bwana asifiwe sana. Ndugu zangu, mfalme akatoka akashangaa, akawaita wale maliwali, akasema jamani, tulitoka watu watatu, huyu wanne ametoka wapi? Na ni mfano wa mwana wa Mungu. Ndipo akawaita akasema, Shadraka, Meshaki na Abednego, tokeni. Sikiliza nikwambie, kwenye tanuru la moto hawakutoka wanne, walitoka watatu. Yesu Kristo alibaki kwenye moto ili wakiwarudisha hawapokee. Nenda kasome Biblia, hawakutoka wanne kwenye tanuru, walitoka watatu. Wakashangaa, mbona tumeona wanne kwenye tanuru, mbona wametoka watatu? Sikiliza nikwambie, kwenye jaribu hilo ukitoka, unatoka peke yako. Na Yesu anabaki kwenye jaribu. Jambo ni nini? Ukirudi kwenye jaribu, anakuambia karibu mwanangu, apigia. Niko kwa ajili ya kukupokea. Shida ni ipi? Ni pale watu wanapokuacha. Watu wana mpango na Mungu. Yaani watu hawamtaki Mungu. Watu hawataki kumwishilia huyu Mungu. Wakati wa majaribu, ndio maana wakati mwingine Mungu akita. Ndio maana Daudi ilifika mahali kwa dhambi yake. Nakumbuka Daudi, Mungu wangu mbona umeniacha katika taabu zangu hizi, nimekuwa kama popo mimi. Fanyaima Bwana, Bwana, kwa nini wajificha mbali? Yaani siku akija kutokea ushavunjika mtu. Ninakushauri msharika kikukulidi, beba Yesu kwenye moyo wako. Yesu asifiwe sana. Beba Yesu kwenye ndoa yako. Beba Yesu kwenye ofisi. Ukifika pale ofisini, shika kila kitu, mwambie Yesu, mahali hapa usichomoke kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Beba Yesu kwa watoto wako. Vitoto vyako vinaenda shule, vitabete, viwekee mikono, viambie Yesu aende na ndiye wanangu, na uvifundishe viseme amen. Manake na iwe kama ulivyosema. Alafu ni kama kuna mchawi yoyote atakatisha. Ndugu zangu, mwinjilisti wa kwanza akawa ni Nebukadreza. Angalia Mungu alipokuwa ni waajabu. Nebukadreza akawa ni mwinjilisti wa kwanza. Kwanza aliwaita, sikiliza niwaambieni. Akaita, akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu. Hebu mpe Yesu makofi na vigelegele. Yaani yanatamani siku hiyo niitwe kwa nini? Ewe mchungaji Kimando, sijui na nani na Ngoga na nani, watumishi wa Mungu mlio. Yaani kulikuwa kuna sanamu yake, lakini sasa na wapesi. Hii ndio inaitwa signature yao. Hii ndio inaitwa utambulisho wao. Sio tu watumishi, lakini watumishi. Sikiza nakwambia, hapo chini kulikuwa kuna Mungu mdogo. Angalia hapa, pameandikwa M capital letter. Watumishi wa Mungu aliye juu. Maana yake Mungu wa Ibrahimu aliyesema, nitakuongeza Ibrahimu, nitakuzidisha Ibrahimu, uzao wako utabarikiwa. Wanaobarikiwa ni akina nani sasa? Ndio akina Shadraka, akina Meshaki na akina Abednego. Wanasema mimi watumishi wa Mungu aliye juu. Mimi watumishi wa Mungu. Mara ngapi umeitwa mtumishi wa Mungu? Wengine umeitwa vibaka, wengine mmeitwa weza. Ni mara ngapi umeitwa mtumishi wa Mungu? Ndugu zangu, anasema na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego. Na kule mwisho mfalme akapiga muhuri, akasema Mungu akamjua Babeli ni Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego. Maana yake ni nini? Kumbe uvumilivu wako wewe kwenye majaribu unaweza kuifanya bendera ya Kristo ikapeperushwa hata katikati ya watu wasiokuwa wa Kristo. Katika ofisi yako utashangaa dada mmoja imani nyingine anaanza kumtaja Mungu wako. Ni mara ngapi tumempeleka Mungu wetu hata katika ofisi zetu? Ni mara ngapi mwalimu umempeleka Mungu wako pale shuleni? Ni mara ngapi daktari uliyoko hapa umempeleka Mungu wako kwa Mungu wetu hata kumwambia tu, hebu naomba tufanye sana.
kwa sababu mimi ni mwanadamu tu. Ni mara ngapi hakimu uliokuwa hapa, wakili uliokuwa hapa, uliyemtanguliza Mungu katika kesi iliyoko mbele yako? Ni mara ngapi injinia uliokuwa mahali hapa, uliyemtanguliza Mungu katika ghorofa 15 unazozijenga? Ni mara ngapi umempeleka Mungu katikati ya watu wasio Wakristo na mkatesa hakuwa Mkristo, lakini akawa kwanza kulitaja jina la Bwana na kutukutia neno na kusema ya kwamba na kila ulimi ukiri na kila mtu. Sasa nani anayesababisha ulimi ukiri? Ni sisi. Nani anayesababisha koti lipigwe? Ni sisi. Wako watu hapa, yaani akitoka hapo kwenye mlango wa kanisa huwezi kujua ni Mkristo, huwezi kujua ni mpagani. Kuna baba mmoja nilimtembelea ofisini. Nilipofika nikajitambulisha mimi ni mchungaji. Wakaniambia, mchungaji yeye, umekuja kumuona nani mzee fulani? Wakanitana. Wewe umekuja kutembelea na mchungaji? Akaambia, mchungaji samani, una uhakika ni huyo huyo? Akachukua na profile yake picha, ni huyu? Ndio huyu. Unajua ni kwa sababu ya matendo. Matendo, yani hivi huyu mtu anastahili hata kutembelea. Lakini hakuja hapa kukunibii. Mchungaji sio haleluya. Kwenye viwanja hivi, kwenye kuta hizi, kwenye kwaya hapo, ndugu na Yesu yaani tunaimba hayo hata mtaani, tunaimba hayo hata kwa wasiokuwa Wakristo. Sasa nikwambie, hakuna mahali popote huyu Shadraka, Meshaki na Abednego wanahubiri, hakuna. Lakini kwa kuwa walikuwa wamemwona Kristo katika mioyo yao, wanatoka katika tanuru. Nebukadneza aliyekuwa na Mungu akapiga na muhuri, akasema huyu Mungu wa mbinguni ndiye atakayeabudiwa katika nchi. Ndugu zangu, umepeleka. Unajua kuna dada mmoja aliolewa. Alipoolewa katika ile familia, waliokuwa wengi walikuwa ni wa imani nyingi. Lakini huwezi kuamini yule mke alipoolewa kule, yaani kila mwezi alikuwa analeta mmoja kwa mchungaji. Yaani kila kifika anaeleza habari za Yesu. Anaeleza habari za Yesu kaleta wivu. Anaeleza habari za Yesu kaleta wivu. Anaeleza habari za Yesu kaleta sherehe. Anaeleza habari za Yesu kaleta mama mkwe. Anaeleza habari za Yesu kaleta baba mkwe. Anaeleza habari za Yesu kaleta mwenyekiti wa kijiji. Tena mwenyekiti wa kijiji alikuwa anaitwa Mwinyi. Kaletwa kapigwa maji. Dada binti mdogo, unaipeperushaje bendera? Wako watu wanalitukana jina la Bwana katikati ya majeredi. Wako watu ambao wanafikiri Mungu yuko pamoja nao. Mungu yuko pamoja nani katika jina la Yesu? Nani anayoniacha kwako ni hili? Usiogope tanuru, ogope Mungu. Sema amen kama unataka kusema amen. Kama utaki na wacha. Yaani usiogope tanuru, ogope Mungu. Simama katika imani yako, hata kama dunia yote itasimama kinyume na wewe. Ndugu zangu wapendwa, kama Mungu alikuwa pamoja na Shadraka na Meshaki na Abednego, atakuwa pamoja nao mshirika wako kikubuni. Mungu hautakuua, bali utakuinua katika jina la Yesu. Jaribu halitakuangamiza, bali litakutangaza. Mungu akubariki na Mungu alibariki neno lake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na watu wote tuseme amen. Unapojaribiwa, ninapo